Ropai Updates. Bana, majina yangu naitwa Majaliwa Hassan Rehani Abdalla Kasunyangila aka Adat. Mimi ni mwigizaji wa filamu kutoka katika mkoa wa Katavi au natokea Tanzania kwa ujumla. Of course na kama miaka 11 hivi niingia kwenye game na kufanya, sababu nimeanza miaka ya 2000 na kitu kama 12 13 huko ndo nilianza, kwa mpaka sasa hivi bado nafanya michakato. Mafanikio yapo ni makubwa, sio kwa yale watu wanaofikiria kwamba mimi na majumba ya kifahari, labda na magari ya kifahari au na vitu gani vikubwa. Hapana, mafanikio yangu yapo japo sio makubwa sana. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, nimejuana na watu wengi, nimetembea baadhi ya mikoa katika nchi yetu ya Tanzania, lakini pia nimegundua fursa nyingi kupitia sanaa, lakini pia nimepata uzoefu mkubwa wa kufanya baadhi ya vitu mpaka nje ya maisha kwa sababu ya hii sanaa ambayo tunakuwa tunaifanya. Kwa hiyo pia ni mafanikio ambayo niko nayo. Changamoto ni nyingi. Changamoto ni nyingi, zipo za kifamilia, zipo za kisanaa pia. Kianza na changamoto za kisanaa, kwa sisi wasanii ambao hatujakuwa wakubwa sana kiasi hicho, kutokuaminika. Unaweza kuwa na jambo lako very serious, jambo ambalo ni kubwa, unataka kushirikisha watu, lakini at the end watu wanachukulia utani. Wanaona kabisa huyu bwana kwa sababu ni ndo anaanza au hajafika pale panapohitajika, wanakuwa nahisi kama vile labda unatania hivi, unaona. Kwa hiyo hizo ni moja ya changamoto ambazo tunakutana nazo. Changamoto zingine pia kwa madirector wakubwa, wasanii wakubwa, ukimuita kwenye kazi yako anakuwa kuamini, anataka afanye kile anachotaka yeye, sio anachotaka wewe, kwa sababu tu ya udogo ulionao kwenye game. Ukimuita bwana bro au director fulani, njoo nimeandaa hadithi hapa tufanye hiki na hiki na hiki, kutokana na udogo wako, kutokujulikana kwako. Na hii nimekutana nayo live, kuna msitaki kumtaja jina yule msanii mkubwa, nilifika muda mpaka tukataka kupishana kauli, kwa sababu yeye anataka hivi, sisi tunataka hivi, kwa sababu ya ukubwa wake anataka afanye vile anavyotaka yeye. Kwa hiyo hizi ni moja ya hizi ni nafikiri muda hautoshi, changamoto ziko nyingi sana, lakini moja wapo ndo kama hizo hapo. Ya jamii inayonizunguka, mwanzoni wakati naanza walikuwa wanielewi, lakini of course naweza nikasema wananisupport kwa namna moja, kwa sababu mpaka leo nimefika hapa ni kwa sababu yao. Nakumbuka mara yangu ya kwanza naanza kufanya sinema, nilipita mtaani kuomba, nilikuwa na karatasi mkononi. Kwa hiyo nilipita mtaani kuomba, lakini wananchi walinisaidia, walinisupport, ndio mpaka leo nimefika hapa. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi wananisupport, jamii inayonizunguka wananisupport. Kikubwa tu ni mimi kufanya kazi hivyo. Sinema yangu ambayo nilifanya sinema zangu zote ni nzuri. Lakini sinema ambayo ninaweza nikasema nilifanya poa, kanifungulia na njia na kugundua yes nina talent kubwa sana, inaitwa Salma, ambayo nimewahi kuifanya miaka ya nyuma kidogo, kwa miaka 2013. Ile sinema ndo ambayo ilinifungulia njia na ikanipa confidence kusema yes nina kipaji. Lakini pia sinema zipo nyingi pia. Mwaka huu pia nimefanya na bosi wangu mwenyewe anaitwa Mr. Ropai. Ni short film inakuja nzuri. Kwa hiyo pia ni moja ya sinema ambayo ni nzuri na ni moja ya sinema ambayo nakasema najivunia kuifanya. Lakini pia nimewahi kufanya na production ya Ropai, tena sinema inaitwa Vikram, ilikuwa ni series ambayo ni nzuri. Kwa hiyo mimi sinaga kazi mbovu. Pia zipo clip nyingi sana ambazo nimefanya na Ropai. Kwa hiyo sina kazi mbovu, ila kazi ambayo ni respect kubwa sana ni kazi ya Salma, ambayo ndio ilinifanya kana confidence kwenye game. Yeah. Okay, hiyo sinema nimecheza kama Nyangido, afande fulani ambaye wakati mwingine anakwepa majukumu ya kifamilia. Yaani mimi nilikuwa na mahusiano na mtoto wa mtu, nikampatia ujauzito, alafu ule ujauzito nikaukataa. Lakini kwa naulizwa na watu ni ujauzito wako, mwisho wa siku nakuwa nakataa tu. Kwa hiyo nimecheza kama Nyangido, askari lakini afande mgambo wa kijiji, ambaye muda mwingine nakuwa kama sijielewi. Kwa hiyo of course ni kitu ambacho kilichotokea kwenye hii sinema ambayo inakuja short film. Kwa katika kukataa hilo, baba mkwe wangu mimi sasa ni mtu ambaye
ana mambo fulani ya kishirikina hivyo, kwa akaja akahamisha ule mzigo kutoka kwa mtoto wake, ule mzigo ukaja kwangu. Lakini pia dada yangu mimi kwenye ile sinema naye alikuwa anakula hela za mshikaji wangu ambaye ni baba yake na ule mtoto wa kike pale ambaye amecheza kama Mr. Chuma. Kwa hiyo ile familia walikuwa watu wanaamini sana mambo ya kishirikina. Kwa hiyo mwisho wa siku jamaa na akaenda kamruga dada yangu, akamwekea sharubu za kutosha hapa, kwa sababu alikuwa anakula hela tu, anatumia hela zake, alafu mambo mengine hayafanyiki. Kwa hiyo ni moja ya sinema, ni sinema fulani hivi kazuri tu ambako kakufurahisha, kakuelimisha kadogodogo, kamefanywa na bosi wangu mwenyewe Ropai, another one. Yeah. Hiyo sinema nafikiri ndani ya wiki 2-3 zijazo itakuwa tayari, kwa sababu sio sinema kubwa sana, sio sinema ile ambayo tuseme labda series, hapana, ni sinema ambayo ni fupi. Kwa hiyo nafikiri Ropai Production, another one, my big brother, my boss, nafikiri ndani ya miezi miwili, not miezi miwili, nafikiri ndani ya mwezi mmoja au wiki 3 itakuwa iko tayari kutoka leo ninavyozungumza. Nafikiri wiki 3 na promo tulichoanza kufanya tayari. Changamoto kubwa nafikiri ni bosi wangu baada ya kutoka, maana tunafanya kazi pamoja, alikuwa mkoa wa Katavi. Kwa bosi wangu ambaye ni production yangu niseme Mr. Ropai, baada ya kuhama kutoka mkoa huu wa Katavi kwa mia kaskazini kidogo, mimi nimerudi nyuma sana, kwa sababu ni mtu ambaye ananisupport sana, ni mtu ambaye anatusaidia vijana wengi sana. Kwa hiyo ni sema in short, baada ya kuondoka vifaa ndo ilikuwa changamoto. Kwa hiyo unakuta ukienda kwa wafanyabiashara, sisi wasanii wadogo hatuna mitaji of course. Ukienda kwa msanii, kwa mwekezaji ambaye ana vifaa vyake, ambaye yeye tayari yuko vizuri, ukimwambia bwana naomba kukodi hata short film tu ya dakika kadhaa, anakupa bei ambayo maskini ya Mungu kwa sisi ni changamoto. Kwa hiyo unajikuta mtu sasa anabaki anafanya hizi clip ndogo ndogo kwa sababu mitaji hatuna. Kwa hiyo ni moja ya changamoto. Hadithi zipo za kutosha, wasanii wapo, lakini changamoto sasa vifaa, ambao vifaa tayari mimi nilikuwa nimeingia makubaliano na Mr. Ropai. Kwa hiyo kisha makubaliano na Mr. Ropai, baada kwa ameondoka sasa kuhamia katika mkoa mwingine kikazi, tayari wale waliokuwa wanafahamu kwamba Adati tayari anafanya kazi na Mr. Ropai, tayari wakasema bosi wake si ameondoka, atakuja. Kwa hiyo kitu niseme ni mbaya, na kweli nilikuwa nikifika kwa baadhi ya watu wananichapa bei ambayo maskini ya Mungu mpaka nabaki namkumbuka bosi wangu. Kwa hiyo ni moja ya changamoto ambayo tayari kana tukumba. Kwa hiyo ndo maana nimekaa kimya hapo kwa muda mrefu sana, lakini inshallah Mwenyezi Mungu ni mwema, tutafanya kazi. Of course watarajie vitu vizuri, kwa sababu cha kwanza kabisa wao ndo wamenifanya mimi nimegundua kama nina talent na kunipa ujasiri kwamba naweza kufanya. Kwa hiyo nachowaomba tu watarajie vitu vizuri kutoka kwetu, watu support, watengeneze urafiki na sisi, watushauri sana, na nachowaomba tu wakae tayari. Yani huu ndo mwanzo. Yani nimeanza kitambo, lakini ninasema bado ni mwanzo, kwa sababu ndo vile tunafanya leo, kesho unalala, unafanya leo, kesho unalala, kwa sababu tu ya maisha, muda mwingine mitaji kama nilivyozungumza, vifaa ni changamoto. Lakini pia nimuombe pia rais wangu Dr. Samia Suluhu Hassan atusaidie sisi wasanii. Tunamuomba sana tusupport, kwa sababu vipaji ni vingi na ni industry kubwa sana, iko na vijana wengi sana ambao tukiwezeshwa sisi huko mitaani tutafika. Tunaona kuna swala zima la mikopo za ma content creator, wasanii, lakini bado masharti yanatubana sana. Masharti ni magumu mno. Kwa hiyo kupitia interview hapa Mama Samia Suluhu Hassan, Dr. Mwigulu Nchemba, Mr. Nchimbi, makamu wa rais, tunaomba sana mtu support. Tunaomba baba yetu pale juu, topu mwenyewe Paul Makonda, tunaomba mlegeze kidogo, masharti yanatubana sana sisi wasanii. Yaani muelewe hali zetu. Msije mkaona yale maneno ya wasanii wakubwa wanasema wana magari, wana majumba, wanajitamba, basi mkatuhukumu na sisi kwamba tunakuwa na maisha hayo. Tunaomba mtu support. Hii industry ya filamu ni kubwa sana. Kwa hiyo tunaomba mtu support katika hilo. Thank you. Masharti ni yale, yani kwa sasa hivi mikopo ilivyo ni kwamba ili upate mkopo lazima wewe uwe na fedha.
Sije naeleweka vizuri. Unaambiwa kwa mfano hela za content creators wewe angalau unamtaji kwa upeleke hati yako ya nyumba au na mtaji kuanzia milioni 3. Sije naeleweka vizuri. Kwa mfano sisi wa mikoa ya mbali, kuna mikoa kwa mfano ni mkoa nilioko mimi, kuna hizi invoice walikuwa wanazitaka. Yani unaenda kwenye duka ambalo linauza vifaa vya kamera, vifaa ambavyo wewe unavitaka utengeneze content. Lakini mbaya zaidi mikoa yetu huku nakuta hivyo vitu havipo kabisa. Alafu mimi kwa ambao tuko mbali sisi tunapata ugumu sana. Kwa hiyo katika kupata hizo fedha wangetuchukulia sisi kama hatuna kitu. Yani watuone sisi hatuna kitu. Kwa maana ya kwamba tunapotaka kuchukua hizo fedha tuwekee masharti angalau nafuu kuliko kumwambia mtu alete mali sio ameshika. Unakuta msanii ndo anaanza hana chochote. Labda uwe na angalau milioni 3 kwa ajili ya kushikiza, au kama vile ni hati ya nyumba, mali ya kuanzia milioni 3. Wasanii hatuna. Sasa ile kitu nafanya bado wasanii tunaona kama ni masharti magumu kwetu. Nataka tuamini tu, tufanye kwa sababu sisi tunaweza kufanya. Hilo ndo ombi langu kubwa. Dr. Samia najua unaweza mama yangu, Dr. Mwigulu najua unaweza baba yangu, Dr. Nchimbi pia unaweza baba yangu. Tunaomba mtusupport bila kumsahau Paul Makonda. Support sana. Tunaomba kwa hilo. Vitu vya kuzingatia, cha kwanza kabisa ni rehearsal. Hicho kitu cha kwanza. Rehearsal kwa maana ya wasanii kuwajaribu kwanza. Yaani kuwatoa kule walikotoka nyumbani mpaka kufika kikazi. Yaani kuandaa kisaikolojia. Lakini pia jambo lingine script lazima zisomwe, kuangalia hadithi inataka nini. Lakini pia nidhamu, ushirikiano. Nafikiri hivi ni vitu vichache tu. Nafikiri kutokana na muda hivi ndio vitu ambavyo tunavizingatia sana kule location. Kuna watu wengine naposema nidhamu, mtu anafika kwenye nyumba ya mtu anaanza kudandadandia ukutani, matusi, lugha za ajabu. Kwa vile vitu vinakuwa vinashusha brand. Kwa hiyo tukifika sisi location au mimi, mmoja ya vitu vyangu ambavyo navipa priority ni pamoja na nidhamu, kukagua hadithi, script, rehearsal na vitu kama hizo, kufanya mazoezi ya mwili kidogo kukaa sawa ili kujiweka sawa kwa ajili ya kuweza kushuti. Sometimes unakuwa mwalimu wa psychology pale, kuna baadhi ya changamoto zinatokea, kwa inabidi unakuwa chapu kulingana lilotokea, tunatatua kulingana na jinsi ambavyo tunaweza. Nje na hapo mimi napenda sana kuandika. Nafikiri nimekuwa kama ulevi kwangu. Napenda sana kuandika. Kwa hiyo nikishindwa kuandika muda mwingi nakuwa nimelala. Nikishindwa hapo vitu vyote viwili nachukua zangu simu nacheza game. Na game tofauti nakuwa nacheza. Ila of course mimi ni mraibu sana wa kuandika, kusoma, kujifunza. Nikishindwa hapo nalala. Baada kama silali basi nacheza zangu game hivyo. Sinywi pombe, sivuti sigara, hivyo vitu sivitumii. Napenda wali malage, napenda ugali dagaa, napenda sana. Hapana, sipo kwenye mahusiano mwaka wa 8 sasa hivi kwa sababu nilikutana na kitu kizito. Kwa hiyo sipo kwenye mahusiano na sina mke. Nafasi ipo, lakini mimi kidogo na udhaifu. Napenda kumchunguza mtu kama ananifaa kwa sababu sipendi kupotezewa muda. Kutokana na kazi ya sanaa naifanya natumia akili, sipendi stress. Kwa kama atanifaa atakuwa ni mtu ambaye of course amerelax, tunaelewana, tunaenda vizuri. Inshallah nafasi ipo, lakini kuumizana vichwa tena na mimi ni mtu wa kuandika sana, nataka akili, ukinivuruga hapana. Nafikiri talent kutoka kwa Mungu. Mimi toka mdogo nimeanza kuwa napelekwa madisco na marehemu kaka yangu. Nilikuwa mdogo sana, hata shule ya msingi sijaanza. Kwa hiyo nikipelekwa kule mimi nacheza, kaka anachukua hela anapeleka nyumbani. Kwa hiyo nikaenda hivyo. Of course ni wito wangu tu, lakini sasa sikuwa najua kama nina talent. Nilikuwa najua kama nafanya tu. Mimi mwenyewe tu nilikuwa nafanya hivyo na nini. Kwa hiyo kisema kwamba kuna kitu kilinisukuma, hapana, ni moyo wangu. Tuna vile kuanza kufuatilia wasanii wakubwa na nini hivyo yani. Nafikiri talent kutoka kwa Mungu. Mimi toka mdogo nimeanza kuwa napelekwa madisco
na marehemu kaka yangu. Nilikuwa mdogo sana, hata shule ya msingi sijaanza. Kwa hiyo nikipelekwa kule mimi nacheza, kaka anachukua hela anapeleka nyumbani. Kwa hiyo nikaenda hivyo. Of course ni wito wangu tu, lakini sasa sikuwa najua kama nina talent. Sikuwa najua kama nafanya tu. Mimi mwenyewe tu nilikuwa nafanya hivyo na nini. Kwa hiyo nikisema kwamba kuna kitu kilinisukuma, hapana, ni moyo wangu. Tunavile kuanza kufuatilia wasanii wakubwa na nini hivyo yani. Watu support, watu shauri. Sisi bado wanasema macho ya maiti anayo mzikaji. Kwa hiyo sisi hatuwezi kujiona kile tunachokifanya. Wao kwa sababu ni mashabiki zetu, wasichoke kutushauri, wasichoke kutuweka katika platform ambazo ni nzuri, wasichoke kutuona katika jicho la tatu. Wasituone tuko hapa, yani watuone kama jicho la tatu, kama kuna sehemu tunaweza tukafika kwa sababu yao wao wenyewe. Kwa hiyo of course Ropai inainua talent za watu, nikiwepo mimi mwenyewe naweza nikasema ni zao la Ropai, na bado vitu vingi sana vinakuja, na naamini kuna watu kama mimi au zaidi ya mimi ambao wapo. Kwa hiyo of course Ropai ndio sehemu pekee ya kuweza kuinua talent, na haiwezi kuinua talent bila wewe kusupport. Kwa hiyo of course wafuatilie, wasupport, wa like, wa share na wa comment vile ambavyo sisi tunavyofanya. Thank you. Namba zangu ni 0764538345. Lakini pia kwenye mitandao yangu ya kijamii natumia Adat Majaliwa. Mitandao yangu yote ya kijamii andika Adat Majaliwa. Tutakutana Facebook, YouTube, tutakutana Instagram, tutakutana TikTok huko. Yes, na namba yangu ambayo nimeitaja ndo natumia WhatsApp hiyo. Kwa hiyo tushauriane sana. Thank you.